Jua Kawabe Sports tuko na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Dominic Salamba anakwenda kutupelesha kwenye yale ya kimichezo. Hususan ni hii weekend ambayo ilikuwa na vuguvugu kubwa la dabi ya Kariakoo. Yakatokea haya kutokea na mchezo haukuweza kufanyika. Sasa tukaona si vyema hili kitupita bila kukutana na ndugu yetu Dominic Salamba akatujuza kile ambacho kimeenda. Yeye kama mchambuzi na experience yake ambayo ako nayo ana yapi kutuelezea. Kaka uko poa? Mimi namshukuru Mungu niko vizuri. Yeah. Bana tuliona mchezo ule ambao tulitarajia tarehe 8 kila mmoja alikuwa anasubiri kwa hamu umeshindikana. Lakini ni baada ya Simba kuzuiliwa majira ya usiku walipokwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho kama timu ngeni katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Hii inatosha kuwa sababu kubwa ya wao kutokupeleka timu. Tukianzia hapo. Mimi nafikiri yamezungumzika mengi. Ukianza kuzungumzia barua yenyewe ambayo Simba walikuwa wameiandika usiku kuelekea siku ya mchezo, unaweza kusema alfajiri, maana siku ilikuwa ishapinduka. Ndio. Kutoka kwa siku ya Ijumaa kuingia siku ya Jumamosi, waliandika sababu zao wakizungumzia kile ambacho wamekutana nacho. Na uzuri walielezea vizuri sana kwamba haki zote zimehifadhiwa, kwa maana kwamba walikuwa wana ushahidi thabiti wa kuweza kulalamikia yale yote ambayo waliona kwamba kwao hayakuwa sahihi au hawakutendewa haki. Sasa katika kuandika kile, kitu pekee ambacho kilikuja kushangaza ni kuona kwamba pamoja na yale yote ambayo walikuwa wamezungumzia na wakachukua hatua ya kupeleka kwenye wasimamizi wa mpira kwa maana bodi ya ligi, lengo lilikuwa nini? Lengo likiwa ni kutaka kupata ufafanuzi au kuweza kupatiwa haki yao ambayo watatakiwa kupata kutokana na yale waliofanyiwa. Lakini cha kushangaza walitoa statement hapo kwamba wao hawatashiriki mchezo, na hapo ndiko ilipoanzia sintofahamu katika ile swala. Lakini baadaye tuliweza kuona kwa upande wa mwenyekiti wa bodi ya ligi alizungumza mapema asubuhi, alizungumza kwamba wamepokea malalamiko hayo na hivyo vitu na wanafanyia kazi, lakini akasisitiza kwamba mchezo bado uko pale pale. Lakini before mambo hayakwenda, baadaye tukaona kauli ambayo ilitoka kwa upande wa klabu ya Yanga, wao wakisisitiza uwepo wa mchezo kwa sababu wao ndio wenyeji wa mchezo na ilizua taharuki na pengine ingeweza kwenda kuathiri mauzo ya tiketi na mashabiki wao. Kwa hiyo wakatoa taarifa kisha kwamba mchezo huko pale pale kwa sababu kila kitu kimekaa sawa na walikuwa wamekaa kwenye meeting wakazungumza, kwa hiyo hakuna shida yoyote, mashabiki wajitokeze kiwanjani. Ukibagia muda mchache kwenda kwenye mechi husika, tukaona taarifa ya bodi ya ligi ikisema kwamba mechi imeahirishwa. Imeahirishwa na wakaainisha sababu zile zile ambazo zilionekana kwa upande wa Simba, lakini Yanga nao walizungumzia. Sasa hapo ndiko ambako ilikuja kuzua taharuki. Kwa nini? Kwa sababu sawa, hatuwezi kuwa tuna ushahidi wa 100% kwamba kweli Simba alizuiliwa kwenda kiwanjani, na hatuwezi kupinga hilo pia, na hatuwezi kuthibitisha kwamba walikuwa ni watu wa Yanga au hawakuwa watu wa Yanga ambao walikuwa pale. Sawa, hatuwezi kupinga kwamba ni kweli walikuwa wamekaa nje na walikaa masaa mawili. Yaani vyote itakavyokuwa, iwe ni kweli walizuiliwa, iwe ni kweli walikuwa ni makomando wa klabu ya Yanga kama wao walivyoripoti, na hiyo kweli ilikuwa ni haki yao. Lakini swali la msingi linakuja katika hayo yote ambayo yalifanyika, je, palikuwa pana kitu ambacho kingeweza kutafsiri au kusababisha kwa mujibu wa kanuni mechi isiweze kuchezwa? Hiyo ndio hoja ya msingi. Kwa sababu ukiangalia kanuni ya 17 na vifungu vyake vyote vimejaribu kuzungumzia kuelezea procedure nzima, lakini pia kuzungumzia kwa maana ya zile kanuni ambazo wanataka kufanua, zimezungumzia, zimeweka pale adhabu stahiki ambazo timu ambayo itazipata baada ya kuzuia timu pinzani kuweza kufanya mazoezi na zingine nyingi. Lakini hakuna kipengele ambacho kinatoa haki na uhalali wa timu kuweza kusitisha mchezo kwa sababu tu imekosa haki ya kuweza kufanya mazoezi. Ujue FIFA wanachochea mechi ziweze kuchezwa. Wanataka mechi zichezwe. Ndio maana walijaribu kupunguza vitu vingi sana ili kuepusha hizi ligi sasa isije kafika hatua ligi zikaanza kwenda miaka mitatu. Sababu kama ukitoa loophole kwamba kila mtu ambaye atakuwa anafanyia jambo fulani aweze kuchukua hatua zake mkononi, ungekuwa hakuna haja ya kuwa na kanuni wala sheria wala mashirikisho. Kwa hivyo tunachokiona ni kwamba changamoto ilianzia hapo, na binafsi nimejaribu kupitia kwa baadhi vifungu, nimesikiliza wataalamu wa sheria, hakuna kwa kile kitokea mechi inaweza kaahirishwa, na anayeahirisha mechi sio mlalamikaji. Wewe kazi yako ni kulalamikia mamlaka. Mamlaka ndio itapima uzito wa kile ambacho umefanyiwa. Unaweza ukaenda kucheza mchezo na bado mamlaka ikafanyia kazi na baadaye timu pinzani ikaja ikapokwa point. Sio ndio? Lakini wewe sio kuchukua sheria mkononi. Ushakuona kwa kipindi Simba alilalamikia Mazembe na alikuja kupata pointi baada ya kwa mchezo
Chachezwa, imetokea tu ya makundi, haki yake ikapatikana, ikabidi Mazembe aweze kuenguliwa na Simba aliweza kuingia pia. Kwa hiyo vinatokea hivi vitu hivi vinakuepo. Kwa hiyo wanafahamu, kwa wao itakiwa watoe malalamiko yao waweze kufaili ili baadaye hata baada ya mchezo bado wangekuwa na nafasi ya kuweza kupata haki yao kuliko wao wenyewe kulalamika na wao wenyewe kuchukua maamuzi. Kwa hiyo walalamika kwa mujibu wa kanuni, ni haki yao kulalamika na kuweza kufaili, lakini maamuzi waliyofanya si ya kanuni kuweza kuzuia mchezo. Kuna kile pia ambapo tumeona mchezo ulipoghairishwa, lakini bado Young Africans na wenyewe ilipofika muda wa mechi na karibia wakaja uwanjani kwa maana ya kwamba kufanya zile warm up za kujiandaa kwa ajili ya mechi hiyo. Kwenye masuala ya kanuni za football, wao hakuna kosa ambao wamelifanya kwa maana hata kuidharau kamati husika. Yaani hapo watu waweze kuweka yaani kumbukumbu sawa. Waje kufanya Yanga wafanya kitu sahihi kabisa. Kwa sababu mchezo umeahirishwa kwa kutumia kanuni gani? Kwa sheria ipi? Si unaelewa? Yaani mchezo umeahirishwa kwa kanuni ipi? Na nirejee nikwambia kitu kimoja, kumbuka mwaka 2021 ndio tulikuwa na mechi ya Simba na Yanga. Ile mechi ilipangwa ichezwe saa 11 jioni. Yakiwa bakia masaa machache kabla mchezo kuweza kuchezwa, ikatoka taarifa ya kuahirisha ule mchezo. Mpaka saa ngapi? Tena sio siku nyingine. Kutoka saa 11 kwenda saa ngapi? Saa 1 usiku. Yanga walisusia kila kitu. Lakini walisusia sio walikaa Aviki. Sio unaelewa? Yaani walisusia sio walikaa Aviki. Walitoka Aviki. Wakafika kwenye muda ambao ulikuwa umepangwa mchezo. Wakafuata taratibu za mchezo na waliondoka. Na baadaye waliweza kushika ile jambo kwa maana kama mchezo ulipelekwa mbele. Kwa nini? Kwa sababu wanasimamia sheria na taratibu na kanuni zilizopo. Sasa hakuna kanuni ambayo ilikuwa inatosha kutoa justification ya kuahirisha mchezo, haikuwepo. Kwa hiyo kama kitu hakikuwepo na wewe ukifuatilia kitu ambacho hakikuwepo, maana yake leo unakuwa haupo. Yaani kufuata kitu ambacho sio sahihi na wewe unakuwa sio sahihi. Kwa hiyo wao wachofanya walifuata maelekezo kwamba ulikuwa ni mchezo na 184 ambao ulikuwa umepangwa kuchezwa siku ya Jumamosi tarehe 8, hakukuwa na viashiria vyovyote, hakukuwa na tukio ambalo unaweza ukasema hili linaweza kuahirisha mchezo. Kwa hiyo wao walikwenda kiwanjani kwa mujibu wa sheria. Sawa. Baada ya tukio hilo kutokea pia alisikika makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji akisema atakuwa mwisho kuamini kama kuipangwa tarehe nyingine Young Africans watapeleka timu. Na jana pia Young Africans wakatoa waraka wao kupitia page yao ya Instagram, wakaandika kwamba hata kama ikitokea tarehe nyingine ipangwa ya mchezo huo, wao hawatoshiriki kwenye masuala pia tukirejea kwenye kanuni na sheria za mpira. Hawajaidharau bodi ya ligi pamoja na TFF. Bodi ya ligi sio miungu watu au sio labda tunasema tuna hivi vitabu vitakatifu kama tuna Biblia na tuna msahafu Qur'an ambao uko pale. Hivi ni vitabu vya Mungu ambavyo hakuna mtu ambaye anaweza akabadilisha. Maneno yake yaliandikwa na Mwenyezi Mungu na tunafuata kama yalivyo. Bodi ya ligi imepewa mamlaka kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizopo. Yaani uwezi tu kwa bodi ya ligi ukaa pale kama hakuna kanuni. Ili iweze kuwa bodi ya ligi, iweze kuwa shirikisho, iweze kuwa serikali, maana yake kuna mamlaka ya kisheria katiba ambayo yanafanya ile mamlaka iweze kuwa halali. Kwa hata kuna wakati unakuta kuna maeneo mengine baadhi ya nchi zinaingilia kwenda kuwatoa viongozi wakaona kwamba wameingia kwa kitu ambacho sio halali. Maana nini? Kwamba bodi ya ligi wao wanaongoza na kupewa heshima wanayopewa kutokana na utawala wa sheria uliopo, kutokana na kufuata kanuni na taratibu zilizopo. Inapofikia hatua ukakiuka kanuni, hata ule uwezo wako kuongoza unapungua. Si unaelewa? Yaani ile nguvu yako inakuwa haipo. Si unaelewa? Sasa leo hii utaiadhibu Yanga, sawa, katika mchezo mwingine kwa kutumia sheria ipi? Kwanza utuambie kwa nini mchezo huu uliahirisha? Kwa kanuni ipi? Kwa sheria ipi? Na kama kulikuwa hakuna kanuni ambayo inautaka mchezo uweze kuahirishwa ambayo iko wazi, kwa nini tuende kurudia? Na wakati sheria ziko wazi kwamba timu ambayo ilishindwa kufika kiwanjani inatakiwa iweze kupokwa alama, iko wazi. Si unaelewa sio? Kwa hiyo nafikiri Yanga wamesimamia kwenye sheria zilizopo. Ndio maana inawapa guts ya kusema kwamba sasa watakwenda kucheza mchezo mwingine kwa kanuni ipi ambayo itafanya wao waende kiwanjani. Labda kwani hakuna kanuni ama kifungu cha sheria ambacho kinaruhusu bodi ya ligi kughairisha mchezo? Ndio nakwambiaje kama ulisema vizuri. Vitu vyote vinawezekana. Jana umesikia Barcelona juzi walikuwa na mechi na Osasuna. Imeahirishwa muda mchache kwa sababu daktari wa Barcelona alifariki. Sawa? Tulishuhudia kwa mchezo kati ya Simba na Dodoma Jiji.
unaahirishwa kwa sababu Dodoma Jiji walipata ajali. Sawa? Unasikia jana tena tumeona juzi kuna gala Pamba limepata. Kwa hiyo kuna vile ambavyo vikitokea, kuna zile natural calamities, maafa kama tetemeko ya ardhi, ajali zimetokea, kuugua kwa wachezaji, vitu vingine vingi ambavyo viko wazi ambavyo vina justify mechi kufanya nini? Kuweza kuahirishwa. Kwa sio kila kitu ambacho unaweza ukakata ukaamka asubuhi na ahirisha mechi. No, waliweka justification na vitu vya kufanya. Hasa katika vitu vyote ambavyo viliwekwa, hakuna hiki ambacho kimetaka mechi ya Simba hakipo. Yaani hili la Simba halipo. Hili la Simba ni swala la kikanuni tu. Na mtu anapigwa faini. Unaona, baada ya mechi ya kucheza mna faili pale, tunaonaga timu wakati mwingine zinaingia wengine waruka ukuta na nini. Unaonaga watu wanapigwa faini. Ndio adhabu zilizowekwa. Ila kama wangetaka pengine kama timu ikizuiwa kufanya mazoezi, basi mechi iahirishwe, ingeweka kwenye kanuni, iongeweka tu kwamba atakayemzuia sawa timu pinzani kuingia kufanya mazoezi sawa, timu pinzani ina haki ya kugomea mchezo na mechi kuahirishwa. Ingewekwa, tusingezungumza yote haya, maana ile kanuni sio inatungwa tu. Zikishatungwa zile zinapelekwa kwa wenye vilabu ambao ni wajumbe bodi ya ligi, zinajadiliwa moja baada nyingine na zinapitishwa na kuwa document halali. Yaani haiwezi kuwa document halali kama haijapitishwa na wajumbe ambao ni wenye vilabu, wenye viti au marais wa vilabu. Kwa hiki ambacho kipo atuongee, mimi siongea na David Salamba, naongea mimi kwa hisia. Ni kitu ambacho wao wenyewe wafanye nini? Walikipitisha. Kwa kama wangeona kuna sababu na hii iwe miongoni mwa sababu ambazo zikafanya mechi iweze kuahirishwa, wangeweka. Lakini kwa sasa haipo. Kwa hiyo hatuwezi kudiscuss kitu ambacho hakipo, tutafuata muongozo uliopo. Sasa watu wanapata sintofahamu hapo na kujiuliza kwamba kama Simba walikuwa wanafahamu hivyo vitu gani vyote, kitu gani ambacho wao kimewapa jeuri wakasema wanakairisha mechi hawatocheza? Ndio kuna kipindi nimekuwa nikizungumza kwamba kuna zinakuwa ziko juu. Hizi timu mbili zinakuwa ziko juu ya mamlaka ambazo za mpira miguu. Sasa na kwa nini zinakuwa ziko juu? Kwa sababu ya baadhi ya viongozi wakati mwingine kutopenda kufuata sheria na kanuni. Haya mambo ya busara na hekima. Yaani jambo limekaa katika utaratibu mnalihamisha. Yaani ikionekana kuna jambo ambalo linaenda kuiathiri Yanga na Simba, linatafutiwa busara. Unaona, hii ingekuwa ni mechi kama ya Yanga Simba na timu nyingine yoyote zaidi ya hizi. Wale singechukua muda. Ingetolewa pale faster na alama jumla ameshapewa. Na watu wangeshafungiwa. Aina asubuhi tu ungeongeza kuona. Lakini ikifikia maamuzi magumu kwa timu mbili, changamoto. Unaelewa? Ni changamoto. Kwa hiyo na wao ishafika hatua wanavimba, wanajua kwamba hatuwezi kufanywa kitu hiki. Ndio maana wanayafanya yote. Maana yake kuna sehemu panavuja. Ndio changamoto iliyopo. Lakini kama ingekuwa utapata viongozi ambao wana uthubutu wa kufuata sheria, singetokea huko. Hayo tunayoona. Au ndo ile ambao watu wengine wanasema pia mpira wetu umechanganyika sana na siasa. Wala sio siasa. Kwa singizio na siasa mimi nasema sio kweli. Kwa sababu kila kitu kina utaratibu wake. Kama ni mwanasiasa naye ana taratibu zake. Ziko. Wewe umekaa pale kwa maslahi ya mpira na kuna taratibu, kwa sababu utakachokiamua wewe sio kwa hisia zako na akili yako wewe. Utakachokiamua wewe kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizopo, ambazo kanuni hizo wamezipitisha wao wenyewe. Mchezaji kama alikuwa na kadi za njano akacheza kwa mechi ambayo yatakiwa asicheze, timu itapokwa alama. Sisi kwa wazi. Ndio. Akicheza poka alama. Sio mchezaji ambaye alikuwa na kadi nyekundu akitumika. Vitu vyote vimeelezewa mule. Vipo. Timu ambayo itakosa kuwa kwenye mchezo imeelezewa mule. Kwa hiyo kazi yako wewe una kazi kubwa, wewe ni kufungua tu. Ili ni kosa gani hili? Ukurasa ngapi wa 17? Umezungumzaje adhabu zake ziko wapi? Ukurasa 20 ngapi? Ni hizi. Unasoma tu. Sasa sasa anakuja anakusumbua sasa. Sio kweli, tunataka tuwasingizie tu. Na wakati mwingine tunapenda kuwasingizia sababu sisi tunapenda ambayo yanatokea. Tunayapenda yani. Unaelewa chozungumza? Kwa hiyo kitokea pale ni kwenda kujustify kama Simba wamekifanya. Sasa unakwenda kujustify kwa sheria ipi? Si unaelewa? Unakwenda kujustify issue ya Simba kwa kanuni ipi? Simba amelalamika, yeye ana haki ya msingi kulalamika, sio kosa. Kalalamika, katoa kanuni zake, katoa mawazo yake. Wewe unakwenda kualisha mchezo kwa kutumia kigezo kipi? Hiyo ndio swala la msingi. Au ndio hiyo anasema kwamba labda kutokea kuna dharura yoyote. Ipi sasa? Kama ya Simba ukisema neno yoyote, lazima uweze kujustify. Hii ni kanuni. Ndio. Kanuni imeweka pale. Na ndio maana unaweka pale vinaweka. Na wewe ambao unakwenda kutoa kualisha mchezo, lazima ulizungumzie watu
usiangalie tu Simba na Yanga kwa maana ya timu zile mbili. Ndio. Angalia mchezo umechukua hisia za watu wangapi. Angalia hasara ambazo utakwenda kusababisha. Leo hii watu walikuwa wamejiandaa, wamenunua vitu kama biashara, labda wengine uni mwezi mtukufu, watu walikuwa wameandaa futari, wameshaandaa kwenda kuwauzia pale wa Tanzania ambao wapo kujifunga whether ni kwa Kwaresima au kwa upande wa mwezi Ramadhani mtukufu. Wote wameka pale, redio zilikuwa zimejiandaa, watu walifunga mitambo, watu wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali, watu wamechukua mikopo. Haya yote watu yazungumzi. Unaelewa? Watu wote hao unawaweka wapi? Lakini je, unapokwenda kualisha mechi Castelli, kesho kutangaza mechi nyingine, nani atakuja? Changamoto inaanzia. Nani atakuja? Kama una uwezo kukaa tu bado masaa mawili kasema mechi hakuna au masaa matatu. Umekaa tu mechi hakuna. Watu wanaweza wakaingiwa na ubaridi wakasema ndio. Kwa maana unakwenda yani dabi unakwenda kuififisha. Dabi ambayo imetangazwa kwa muda mrefu, zifanyika promotion kubwa sana kwenye redio, kwenye nini. Hiyo sio bure. Kuna yatangazwa si uko wapi na wapi, watu wanalipia pesa. Na wanalipia pesa wao wa expect return ya ule mchezo, ndio maana yake. Sasa leo yote yanafanyika is nothing. Alafu kwa kitu ambacho yani hata kiingia kilini haiko sawa. Sawa, tumalizie na swali la mwisho. Young Africans waendelea. Na labda nikuze kitu kimoja. Kama hujamalizia, ingekuwa pengine limetokea jambo la hatari. Ungeona baadhi ya watu wakiandika, wakitoa taarifa kwenye baadhi ya media kubwa zimeandika wakisikitishwa ndio kitu. Ingekuwa ni jambo la kawaida, lakini ukiona watu wanapinga, ukiona watu mbalimbali wadogo wananuka wanapinga, maana yake vitu haviko sawa. Kwa hiyo tusipende kubalance kwenye kila kitu. Yaani tusipende kubalance tu kwamba ionekane tu basi huyu naye abebwe. No, ifike wakati tusimamie yani uweledi. Unaona? Mpaka vyama vya sasa vimeingilia vingine kutoa matamko. Tumeona hata baadhi ya watu wakubwa wakitoa matamko. Maana yake nini? Hii kitu haitujengei afya. Yaani tusiangalie yani katika narrow aspect. Tuangalie katika uwanja mpana. Sababu za msingi ni zipi? Ndio. Za kufanya mchezo usichezwe ni zipi sasa? Hakuna. Sawa, kwa ule msimamo wa Young Africans wa kusema kama mechi kipangwa tarehe nyingine wao hapo tayari. Kwa ushauri wewe unadhani waendelee kushikilia msimamo wao ama hii itakuja kuwaletea madhara zaidi mbeleni? Madhara gani? Labda huenda bodi ya ligi kasi ikaona kwamba wanatudharau zaidi. Bodi ya ligi sio sehemu ya mwisho. Unajua tunashindwa kuelewa. Bodi ya ligi yeye sio mtu wa mwisho bwana. Kuna shirikisho, kuna kafu, kuna mpaka kasi. Kumbe wana uwezo wa kuendelea. Yaani mpira yani ni stage. Kuna FIFA, kuna kafu na kuna mahakama za kimichezo. Kuna kasi. Juzi tutakuwa shahidi Eto'o alifungiwa. Yes. Na shirikisho soka barani Afrika. Akashinda juzi. Ameshinda wapi? Ameshindia Afrika. Kaenda kashindia kasi. Kwa hiyo wao usifikie wala bodi ya ligi ndio mwisho kwamba wakaa hapa wakizungumza wao, no. Mamlaka ziko nyingi. Ziko nyingi. Kwa hiyo Yanga wakishindwa kupata kiao Tanzania, watapata mpaka kiao ipo. Na Simba naye akiona kiake hajapatikana, naye atapata mpaka iko. Kwa hiyo wao wanakwenda kuamua nani mwenye haki na atapewa. Hiyo ndio kubwa. Kwa hiyo tusubiri Yanga watakwenda wapi na Simba watakwenda wapi, lakini kwa siku kweli utapatikana. Bodi ya ligi sio wa mwisho. Yaani na kama walikuwa nafikiria walikuwa nakosea, wao sio wa mwisho. Kwa sababu wao zile kanuni zao wanazitoa wakilifect kwa kanuni zingine kwa zimetangulia huko. Shukrani sana. Nakushukuru.